Karibu MJ Channel. Leo tunaenda moja kwa moja kwa Urusi ambako kuna mfumuko wa bei. Sasa nini kulikoni na kitu gani kilichotokea huko Urusi? Tusome taarifa kidogo kutoka DW. Urusi yaishutumu Ukraine kuchochea mfumuko wa bei ya chakula. Urusi imeshutumu Ukraine kwa kufanya mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nafaka na kilimo. Serikali nchini humo imesema hatua hiyo inachangia kupanda kwa bei ya chakula duniani na kuongeza uhaba wa nafaka. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje nchini humo ametoa kauli hiyo baada ya Ukraine kufanya mashambulizi kwenye bandari za Novovisk katika Bahari Nyeusi. Mashambulizi haya yamesababisha vifo vya watu watatu akiwemo mtoto na kulazimisha vituo vya usafirishaji wa nafaka kusitisha shughuli zake. Watu wengine 24 walijeruhiwa katika tukio hilo. Mashambulizi ya Ukraine yanadaiwa kubebesha mzigo mkubwa nchi zinazoendelea. Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi ilifafanua kuwa mashambulizi hayo yanatibua soko la chakula duniani na kuongeza mzigo kwa mataifa yanayoendelea. Hata hivyo, Ukraine imekuwa ikidai kuwa inalenga miundombinu inayounga mkono operesheni za kijeshi za Urusi. Mambo ni moto sana huko Urusi. Bei ya nafaka sasa inazidi kupanda, bei ya chakula. Yote hii inasababishwa na vita vinavyoendelea sasa kwa takribani miaka minne, inaendelea miaka mitano. Kumbuka Urusi alifanya shambulio la kwanza tarehe 24 mwezi wa pili mwaka 2022 mpaka hii leo. Kama itafika mpaka mwezi wa pili mwakani, basi itakuwa imeshatimiza miaka mitano katika vita hivi kati ya Urusi na Ukraine. Sasa tumeona kwamba Urusi sasa wameona kwamba ni lazima wawe wawazi katika uhalifu ambao unafanywa katika nchi yake. Lakini sio nchi yake tu, hata Urusi pia anafanya uhalifu kule nchini Ukraine. Kwa hiyo sehemu zote wanaendelea kulenga miundombinu muhimu ambayo inayozalisha uchumi katika nchi. Kumbuka mashambulizi hayo yanafanyika katika maeneo mbalimbali ikiwa sehemu za bandari, lakini pia kwenye reli, lakini pia kwenye madaraja na sehemu zingine, shule na sehemu za raia. Kwa hiyo hii inaleta kwamba ni tatizo na inaleta vifo kwenye maeneo ya makazi ya watu. Na kiufupi ni kwamba bado tension ni kubwa sana katika eneo hilo, na Ukraine inajaribu kuzuia mashambulizi katika nchi yake ya Ukraine kwa kulenga maeneo ambayo kwake yeye anaona kwamba ni sehemu nyeti ambazo Urusi anatumia kwa ajili ya kuongeza mashambulizi au kuleta ushawishi katika maeneo yake na kusababisha vita viendelee kati yake na Urusi. Kwa hiyo anajaribu kuzuia mashambulizi au kuzima zile mashine ya vita ambayo Urusi anatumia. Kumbuka Urusi anatumia bahari, lakini pia anatumia miundombinu kama madaraja kupitisha vifaa, na lakini bahari anatumia kupitisha kusafirisha mafuta na nafaka kwenda nchi mbalimbali duniani, na huko wanauza hizo nafaka, lakini wanauza mafuta na wanapata pesa na kuendeleza vita huko Ukraine. Kwa hiyo Ukraine anajaribu kuzuia ili Urusi asipate nafasi ya kupata uchumi na aweze kusitisha vita huko Ukraine. Kumbuka vita ni ghali sana. Kwa hiyo ukizima mashine ya mapato, basi uwezi kuendelea na vita. Kumbuka vita inatakiwa upate magari, upate mabomu, upate risasi na vitu vingine. Kwa hivyo vyote vinanunuliwa kwa kutumia pesa, na watu pia manpower lazima walipe hiyo salary, kwa maana hiyo aid. Kwa hiyo endapo Urusi atapata shida kwenye uhaba wa risasi na vitu vingine, basi ujue kabisa kwamba atashindwa kufanya chochote katika uwanja wa vita huko Ukraine. Kwa hiyo hii ni mara ya kwanza kwa Urusi kuripoti kwamba sasa nchini kwake kuna mfumuko wa bei, na kama kweli itakuwa mfumuko huu wa bei utaendelea katika nchi hiyo ya Urusi, basi huenda Urusi akakubali matakwa ya Ukraine kwamba sasa
vita basi na tuingie kwenye meza ya mazungumzo. Lakini endapo wakiingia kwenye meza ya mazungumzo, basi rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky inawezekana kaibuka ushindi katika vita hivyo, kwa sababu atamfukuza Urusi katika ardhi yake ya Ukraine, lakini pia watasaini makubaliano ambayo Urusi hataweza kuanzisha tena mashambulizi katika nchi hiyo ya Ukraine. Lakini sidhani kama rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin anaweza kukubali kusitisha vita hivyo, na tumeona sasa hivi Urusi anapata usaidizi mkubwa sana kutoka Korea Kaskazini wa makombora na vitu vingine, na tumeona hata jeshi kutoka Korea Kaskazini napelekwa kule Urusi. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba Urusi sasa hawezi kuendelea vita kule Ukraine bila msaada kutoka Korea Kaskazini. Na rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky amesema kwamba sasa Urusi hawezi kuendelea na vita bila msaada kutoka Korea Kaskazini, kwanza kwenye vifaa kwa maana mabomu, lakini pia na wanajeshi. Na hiyo yote kutokana kwamba labda Urusi amepata hasara kubwa sana katika vita vyake huko Ukraine, ambao mapambano ni makali sana kwenye uwanja au katika safu ile ya mbele. Lakini hata hivyo, hata Ukraine pia mwenyewe amepata hasara kubwa ya wanajeshi, kila siku wanakufa katika uwanja wa mbele. Sasa hali hii kama itaendelea, basi na kama Urusi itathibitika kwamba tayari ana uhaba, kuna mfumuko wa bei, basi huenda vita hivi lazima mmoja akubali kushindwa na kufikia tamati. Binafsi nafikiri diplomasia inahitajika sana ili kumaliza mzozo huo na kufikia mwafaka na kukaa chini kwenye meza ya mazungumzo, kwa maana diplomasia, ili kumaliza tofauti hizi za kijiografia, lakini pia na za kisiasa. Jamani.